Kumekuwa na maoni tofauti kutoka kwa wadau wa mpira hapa nchini kutokana na uendeshaji wa ligi, kutokana na baadhi ya maamuzi ambayo yanafanywa na viongozi wa ligi, kama ambacho kimetokea siku ya Jumamosi, mechi kati ya Simba na Young Africans kuahirishwa. Mtazamo wako wewe kwenye hili ni nini? Ni kweli kwamba kumekuwa na mwenendo ambao sio mzuri sana katika uendeshaji wa ligi kuu Tanzania bara? Mimi nafikiri sisi tunakuwa unajua tulipotoka, tulipo na tunapotakiwa kwenda ni mbali. Kwa hiyo mimi ninachokiona kinaleta kidogo changamoto ni level ya uweledi kwenye namna tunavyofanya vitu vyetu, especially kwenye haya matukio ya mpira. Mpira wa miguu kwa namna ambavyo tunaangalia kwa sasa hivi ni zaidi ya ile mechi ya Simba na Yanga, na matokeo ya kwenye uwanja ndo yanaonekana ndo kipaumbele kwa wadau wote, kwa timu, kwa viongozi na kila mtu. Kwa hiyo mimi ukiniuliza ambacho naona cha kufanyia kazi baada ya changamoto iliyotokea, kwa sababu Yanga na Simba kugomea mechi ni kitu cha kawaida, lakini kwa level ya mpira wetu ulipofika sio jambo linaloleta afya, ni jambo ambalo linaturudisha nyuma, kwa sababu sasa hivi mpira una wadau wengi. Ukiachilia tu wachezaji wanaocheza kwa ajili ya kuzisaidia timu zao kushinda, kuna stakeholders, kuna sponsors, mashabiki ambao wanakuwa wamesafiri kutoka nje, makampuni ambayo yanakuwa yamewekeza kwa ajili ya kuzalisha. Watu wote hao wanaathirika, si ndio? Kwa hiyo nilichokiona mimi ni kuapply professionalism inavyotakiwa. Kwa mfano, ukiangalia zile scenario zote zilizotokea, kama mamlaka husika kwa maana ya board ya ligi pamoja na TFF wangetengeneza utaratibu ambao wadau wote wanatakiwa ufuate, umeelewa, haya mambo yasingetokea. Kwa mfano, ile mechi ilikuwa imeanza sio kwa ile, yani ilikuwa imeanza like 3 days before. Kwa wadau wote watakiwa wawe tayari. Kwa mfano, uwanjani walitakiwa wale ambao walikuwa wanahusika na game wawe maeneo yale, lakini waje kufanya kazi. Ile siku ambayo Simba walienda mazoezini, ingekuwa imeandaliwa program mapema na imekuwa shared kwamba a day before, kwa mujibu wa kanuni inatakiwa timu mbili zile zitrain kwenye uwanja wa mechi. Kwa hiyo wangekuwa wame program na zile timu wamezipatia, pamoja na waandishi wa habari na wadau wengine ambao wanahusika na game ile mechi, naamini ile jambo lisingetokea, kwa sababu wangekuwa wanajua siku 3 kabla, kwamba siku moja kabla, let's say ile game ilikuwa kick off saa 1:30, si ndio? Let's say kuanzia labda saa 1, au tuseme kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani, si ndio? Tuseme labda saa 1:30 mpaka saa 2:30 timu A inafanya nini? Mazoezi. Alafu saa 3:30 mpaka saa 4:30 timu B inafanya mazoezi. Lakini tunajua dakika 15 za kwanza kuna nafasi ya waandishi wa habari kwenda kuangalia yale maandalizi. Wanasema inakuwa open ile training kwa ajili ya media. Na media wanaokwenda ni wale ambao wako accredited, kwa sababu ile mechi lazima kuna waandishi ambao tayari wana accreditation za kuingia. Kwa hiyo sio tu waandishi, mtu yeyote ambaye anaingia uwanjani ni lazima awe na accreditation, kwa maana ya wafanyakazi wote. Kwa hiyo ile game inaanza siku 3 kabla, si ndio? Ingekuwa kwa utaratibu huo kwamba yule wachezaji, wafanyakazi wa timu, wafanyakazi wa uwanja, waandishi wa habari, viongozi wa shirikisho, kwa kila mtu ambaye anahusika na ile game watakiwa wawe na accreditation 3 days before. Kwa hiyo ile siku sio kila mwandishi anaenda, mwandishi mwenye accreditation ndio anaruhusiwa kupita getini. Sasa unajiuliza wale makomando waliingiaje na kuwa na nguvu ya kuwazuia Simba kutofanya mazoezi. Kwa hiyo unagundua walitumia loophole ya kutokuwepo utaratibu. Kama ungekuwepo utaratibu proper, ina maana wale makomando wasingeweza kuingia, kwa sababu wasingekuwa na access ya kukaribia ule uwanja, sio? Kwa hiyo ambao wangetakiwa kukaribia ni wale ambao wangekuwa wanahusika na ile event. Kwa hiyo usingeona hizo rabsha. Kwa hiyo ambacho mimi nakiona hapa ni kuweka utaratibu na kusimamia, kwa sababu ukirudi nyuma kafanya research yako utagundua dabi iliyopita unaweza kukuta timu hazikufanya hiyo training ya a day before.
Ukiangalia mechi zingine za ligi unaweza kukuta timu hazifanyi training a day before. Kwa hiyo ipo kwenye kanuni, lakini hawaipractice inavyotakiwa. Kwa hiyo wakisimamia kwenye hizo taratibu ambazo zipo, watu watazoea, na haya mambo mengine ya Kiswahili hayawezi kujitokeza, na ndio yanayoleta athari, na athari inakuwa ni kubwa sana ambayo inagusa wadau wengi ambao ni wanufaika wa mchezo. Ni tofauti na zamani. Zamani kichezo wa mechi ni shabiki tu anayelipa kiingilio anakwenda uwanjani, mechi haipo kwenye TV. Hakuna sponsors wa kutosha, hakuna partners wengi kama wa vilabu vyote wa ligi na vitu kama vile. Kwa hiyo unaweza usione athari, lakini sio kwa sasa hivi ambapo unakuta kuna wadau ambao wengi wananufaika na uwepo wa game hiyo, ukiacha tu hizo timu mbili ambazo wao wanafoka zaidi na matokeo ya uwanjani ya dakika 90. Crown Media. Hapa ni nyumbani.